na ni bahati iliyoje kweli kweli. Kwenye Briefcast leo hapa, kama ambavyo nimekujuza kwamba zaidi huwa tunajadili mambo mbalimbali kuhusu afya ya akili, na leo tupo na mgeni ambaye ni mwanasaikolojia kutoka taasisi ambayo nimeitaja, ambayo ni Tumaini Counseling and Psychotherapy, ambaye anatambulika kama kwa jina la Fides Philbert. Na kwa siku ya leo tuna mengi sana ya kujadili hapa, ukizingatia kwamba kwa maisha ya hivi sasa vijana ama makundi mbalimbali yamekuwa yakitajwa kuathirika zaidi katika issue ya afya ya akili. Na moja ya kitu ambacho kwa siku hii ya leo tutakijadili hapa ni kuchoka kiakili na athari zake katika maisha ya kila siku, kwa maana ya stress, depression na vitu vingine. Lakini hii kuchoka kiakili ni moja ya kitu ambacho tutakigusa kwa kiasi kikubwa kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo kaa vizuri, kaa kwa utulivu, hakikisha kwamba unajifunza vingi kutoka kwa Madam Fides Philbert. Karibu sana hapo madam. Asante sana Emi. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Nina furaha sana kukualika leo hapa. Ndiyo. Kwa sababu wana Free Mind huwa ni kawaida yetu kuhakikisha kwamba kile ikifika Jumatano tunajadili masuala mbalimbali kuhusu afya ya akili. Ndiyo. Na leo natamani sana tulizungumze hili kwa kina kuhusiana na issue ya kuchoka kiakili. Wenyewe wanasema burnout wenye Kiingereza chao. Ndiyo. Na natamani kufahamu kwa kina madhara, lakini pia ni nini ambacho kinapelekea watu kuchoka kiakili zaidi, na ni kwa kiasi gani sasa hivi jambo hili limekuwa ni kubwa, ina maana lina ukubwa kiasi gani, na masuala mbalimbali pengine ambayo watu wataweza kushare na sisi. Karibu sana. Asante sana Emi. Jambo jema sana kuongelea masuala ya afya ya akili. Sisi tunasema kwamba hakuna afya bila afya ya akili. Na ni kweli kabisa, hata wewe mwenyewe ukikaa ukitazama kweli kila kitu tunatumia akili. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzungumzia masuala ya afya ya akili. Sasa tunapo kwenda kuzungumzia kwa nini akili inachoka, ni vizuri kujua kwanza kwamba afya ya akili ni nini. Mtu anapokuwa na tukisema afya ya akili inamaanisha nini? Au changamoto ya afya ya akili inamaanisha nini? Tunaposema afya ya akili ni uwezo wa mtu kufikiri sawa sawa, kufanya maamuzi sawa sawa, lakini kuwa na uwezo wa kufanya majukumu yake inavyotakiwa. Majukumu ya kijamii inavyotakiwa, na mambo yote yanayomzunguka inavyotakiwa. Lakini tunapoongelea sasa changamoto ya afya ya akili, changamoto ya afya ya akili maana yake sasa yule mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi kwa kiwango ambacho kinatakiwa, maana yake kile kiwango sasa kinaanza kupungua, utendaji wake wa kazi unaanza kuwa wa mashaka kwenye kila nyanja. Kwenye kuamua maamuzi mbalimbali na kuwa ni changamoto. Kwa hiyo tayari hapo mabadiliko ya kitabia yanatokea, hapo mabadiliko ya kihisia yanatokea, na hayo yote yanaenda kuathiri namna ambavyo tunafanya matendo ya kila siku. Natamani kufahamu sasa hapa, kuna utofauti gani kati ya uchovu wa kawaida na kuchoka kiakili? Sawa sawa. Kuchoka kawaida ni jambo la muda mfupi. Tunaposema huyu mtu amechoka, kila siku tunapitia changamoto za uchovu. Unaweza ukawa na majukumu mengi ya siku hiyo ukachoka akili, ukachoka mwili, hadi hisia zako, kila kitu. Lakini tunaposema kwamba huyu mtu amechoka kiakili, maana yake ni jambo ambalo limedumu kwa muda mrefu, lakini hilo jambo halijapatiwa ufumbuzi ambao ni sahihi, au halijapatiwa ufumbuzi kabisa. Sasa tunapoongelea kuchoka kiakili, tunaangalia nyanja tofauti tofauti. Na tunaposema mtu amechoka kiakili, tunarudi mwanzoni tuliposema afya ya akili ni nini. Kwa hiyo ina maana kwamba huyo mtu hawezi kufikiri sawa sawa, hawezi kuamua vizuri maamuzi yake mbalimbali. Kama uko kazini na unatakiwa ufanye jambo fulani, maana yake huwezi kuamua sawa sawa. Changamoto inatokea hapo. Na akili inapochoka inaathiri namna ambavyo tunahisi pia. Inaathiri hisia, inaathiri pia matendo yetu. Kwa namna tunavyofikiri, akili ikiwa imechoka inaenda kuathiri hisia na inaenda kuathiri matendo.
Kwa hivyo tunasema vile vitu ambavyo kwa Kiingereza tunasema ni chronic, ni stressors ambazo zimedumu kwa muda mrefu bila kuzipatia ufumbuzi. Hizo ndo zinaweza kupelekea kuchoka akili, na tunaita sasa huyu mtu anaenda kwenye msongomoto, burnout. Sasa kwa tofauti yake ni kwamba kila siku tunapitia stress. Kila siku ni siku ya stress. Kila siku ina namna yake ambavyo inakuchosha. Lakini ile siku ikiisha na ule muda ambao umepata hiyo stress ikiisha, akili inarudi kuwa kawaida. Lakini kile kitu ambacho umekaa nacho muda mrefu ambacho hakijatatuliwa, hakijatafutiwa ufumbuzi sahihi, hiyo ndio inakupelekea kwenye msongomoto. Sasa hivi Dr. Fides, sasa hivi ishu ya afya ya akili, changamoto ya afya ya akili imekuwa ikitajwa sana. Sio jambo geni masikioni mwa watu ama machoni mwa watu, pia kumtaja watu pengine unanyoshia kidole kabisa wewe atakuwa na changamoto ya afya ya akili. Ndiyo. Unadhani nini hasa kinapelekea kwa sasa hivi kuwa na ongezeko la changamoto hii ya afya ya akili? Tunapoongelea changamoto ya afya ya akili inasababishwa na mambo mbalimbali. Kwanza, jamii itambue kwamba changamoto hii pia unaweza ukairithi. Unaweza ukairithi kutoka kwa wazazi. Lakini sio hivyo tu, makuzi na malezi ambayo tunayapata yanaweza pia yakatupelekea kupata changamoto ya afya ya akili. Kwa mfano, watu ambao wamekuwa katika masuala ya ukatili uliopitiliza, abuse, inaweza kupelekea changamoto ya afya ya akili. Lakini tunapitia mambo mengi. Mfano, kazini unaweza ukawa na workload kubwa sana, una majukumu mengi sana, lakini nafikia wakati hata likizo huendi. Wewe kila likizo ikifika, likizo mimi siendi, na baki kazini. Hiyo nayo ni changamoto. Akili inapochoka, utendaji wa kazi unakuwa mdogo sana. Lakini pia kuna maisha ya kila siku, tunakimbizana na malengo mbalimbali. Je, yale malengo tunayafikia? Kuna wakati mtu unapanga mipango ambayo ni sio realistic. Tunasema sio realistic. Na inakupelekea kuwa na expectations kubwa, ambazo matarajio makubwa ambayo hayaendani na hali halisi. Hiyo nayo inakuwa ni changamoto nyingine ambayo inaweza katupelekea kwenye changamoto ya afya ya akili. Vijana wengi kwa mfano wanaomaliza vyuo, akiwa chuoni anakuwa na mipango mikubwa sana. Nitakapomaliza hapa baada ya mwaka mmoja au miwili niwe nimefanya hiki na kile. Lakini akija mtaani, ni tofauti sana. Maisha ya mtaani hayampi ile picha halisi aliyokuwa naiona akiwa chuoni. Kwa hiyo nayo ni changamoto, inaweza kumpelekea kwenye changamoto ya afya ya akili au kuingia kwenye tabia hatarishi. Ndio. Natamani dalili zipi mtu akiziona ama akizihisi huyo tunaweza kusema kwamba amechoka kiakili? Kwanza kabisa, vile vitu ambavyo ulikuwa unavipenda. Si unaona wewe umewahi kwenye kipindi unafanya vile vitu ambavyo ulikuwa unavipenda, huna kabisa motivation tena ya kuvifanya. Hamu ya kufanya majukumu yako ya kila siku inapungua sana. Lakini pia uchovu wa mwili uliopitiliza. Ukiwa na uchovu wa mwili uliopitiliza kwa mfululizo wa wiki 2 na zaidi, inabidi uanze kujicheck. Unaangalia, nina malaria? Hapana. Nina tatizo lingine pengine la kiafya? Hapana. Ukiona umefanya check up na haupati majibu ambayo ni positive, maana yake uanze kuangalia sasa kwenye swala la msongo na mambo mengine ambayo yanahusiana na afya ya akili. Lakini kukosa usingizi, unaweza pia ukakosa usingizi kwa sababu stress mara nyingi zinatupelekea kukosa usingizi vile ambavyo tunatakiwa kusinzia. Unaweza kawa umeshindwa kuinitiate tunasema, au yani umeingia kitandani kulala hupate usingizi kabisa. Hizo ni dalili. Hizo ni dalili mtu ambaye amechoka kiakili. Lakini pia unashindwa kufikiria vizuri. Yani huwezi kukaa ukapata utulivu na kuweza kufanya kile kitu ambacho unataka kukifanyia maamuzi. Tunasema poor concentration. Unakuwa na very poor concentration. Kutokana na mazingira yetu ya sasa hivi ya utafutaji na nini, unafikiri maisha yanatupa nafasi ya kupumzika? Na tunaposema kwamba
tupumzishe hata hizi akili zetu. Kulingana na maisha sasa hivi, unafikiri anatupa nafasi ya watu kupumzisha akili kweli? Mimi ninachoweza kukisema ni kwamba nafasi ya kupumzika inatafutwa. Kwa sababu akili inapokuwa imeshafikia sehemu haifanyi kazi sawa sawa, maana yake hata kile unachokikimbiza huwezi kukifanikisha. Kwa katika mambo mengi ambayo tunayafanya, sehemu ya kupumzika pia ni muhimu sana. Prioritize kupumzika. Ikifika likizo yako usiairishe. Kuna wale watu ambao pengine hii likizo, pengine kuna watu wanaamini likizo ni kwa wale watumishi wa umma peke yake, au watu ambao wameajiriwa sehemu fulani hivyo. Unafikiri issue ya kupumzika kwa maisha ya sasa pia, hata wale ambao wamejiajiri, kupumzika sasa, mwingine anasema nitapumzika, okay, ni aina gani ya mapumziko ambao niachukue ili nijione sasa nimepumzika kweli kweli? Kila mmoja ana namna yake ya kupumzika. Namna ambayo mimi naweza nikaamua kupumzika ni tofauti na wewe. Mimi naweza nikaamua nikasema ngoja niende beach, nikikaa beach nitapumzisha akili yangu. Mwingine anasema mimi nitaenda kanisani. Mwingine anasema mimi nitaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunatofautiana sana katika swala la kupumzika. Lakini kupumzika ni kupumzika. Chukua muda wa kufanya vitu tofauti na vile ambavyo unavifanya kila siku. Tafuta huo muda kwa sababu ni muhimu kupumzisha akili. Akili inapochoka huwa haina tena mbadala. Ndio. Natamani kufahamu hapa kundi ambalo liwaathirika zaidi kwenye ishu ya kuchoka kiakili zaidi kwa sasa. Ni kundi gani hilo? Vijana wanaathirika zaidi. Vijana wanaathirika zaidi. Na vijana wanaathirika zaidi kwa sababu vijana ni watu ambao wana plans nyingi, wana mategemeo mengi, wana mipango mingi. Lakini uhalisia tunapoenda kwenye mipango yetu inakuwa tofauti. Ndio maana sasa tunapokuja kwenye swala la kuangalia ili kutatua hizi changamoto, tunasema kwamba upange mipango ambayo ni doable, yani inawezekanika kufanyika. Unaweza kawa una mipango mingi sana, lakini unaangalia hivi kweli mipango nayo iongelea hapa ndani ya huu muda nao upanga itawezekana kweli? Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana kuiangalia. Lakini pia kuwa makini na kuangalia zile dalili ambazo nimezitaja. Kwamba unavyojiona una hali tofauti na ulioizoea. Na pengine ukaenda hospitalini ukaambiwa kwamba wewe labda huna malaria, huna UTI, ni vizuri sana kucheki wataalamu wa afya ya akili. Kabisa. Iwe ni mazoea. Tunafahamu kwamba mazoea ya kuona wataalamu wa afya ya akili kidogo ni changamoto. Lakini sasa hivi jamii tunawasihi watumie wataalamu wa masuala ya afya ya akili. Kumekuwa na kauli ama watu wamekuwa wakisema kwamba kumuona mwanasaikolojia inahitaji uwe umejipanga sana, na wanasaikolojia wanaowaona wanasaikolojia wengi wana hela. Hii kitu umekutana nayo wewe mwenyewe daktari, pengine ama wateja wako ni wateja ambao wako level gani zaidi ambao wanahitaji huduma hii ya saikolojia zaidi? Huduma hii kwa kweli ni huduma ambayo haijazoeleka sana na jamii yetu. Tunajaribu sana kutoa elimu kwamba ni huduma kama huduma nyingine. Mimi huwa nawaambia kama unamtafuta mwanasheria kwa ajili ya ushauri au mtu mwingine kwa ajili ya ushauri, kwa nini kwa mwanasaikolojia usifike? Kwa hivyo sio watu special ambao wanatuona, ni mtu yoyote ambaye ana changamoto. Issue inakuja hapo kwenye uelewa kwamba natakiwa nimuone muda upi au saa ngapi natakiwa nimuone mwanasaikolojia. Ni vitu gani ambavyo ninapitia vikifikia hatua gani nimuone mwanasaikolojia. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba mwanasaikolojia yuko pale kukusaidia sehemu yoyote ambayo wewe umestuck. Yaani sehemu yoyote ambayo unaona sina pa kupenya. Hata kama una malengo labda una mipango mingi na yote imefanikiwa, lakini unashindwa kuanza na nini, ndio kazi ya mwanasaikolojia. Na wengine pia wanatafsiri kwamba ukienda kwa mwanasaikolojia ndio unaonekana umeumwa sana. Bado tunaelekea kule kwamba uelewa ni mdogo. Kwa hivyo mimi ninachoweza kuambia ni kwamba tutumie hizi huduma. Tutumie wanasaikolojia,
tusikae kusubiri changamoto ziwe kubwa zaidi. Sasa hivi tukiingia mitandaoni tunaona jinsi ambavyo mtu anakuambia amemuua mwenzake sababu ya shilingi 1,000. Sababu ya tunaona issue za ambazo sio za kawaida. Kwa hivyo tuwaase tu jamii kutumia hizi huduma. Ni muhimu sana. Unapoingia ofisini unajisikia vibaya, huelewi nini unachotakiwa kufanya, au umetoka tu nyumbani umegafirika, vizuri sana kuongea na mwanasaikolojia kabla hujaanza siku yako. Nimeona niligusie hili hapa kwa sababu kuna watu wanadhani kwamba huduma ya kumuona mwanasaikolojia pengine inahitaji watu wawe ni special sana, wawe kiuchumi wameimarika sana ndo uweze kumuona mwanasaikolojia. Lakini natamani kufahamu kwamba hii issue ya kuchoka kiakili ambayo tumeitaja sana hapa, umesema kwamba kundi kubwa ambalo linaathirika zaidi ni vijana. Lakini je, katika kundi hili na makundi mengine pengine ambayo pia yanaweza kuwa ni sehemu ya kuchoka kiakili, inaweza kuathiri familia pengine, yani mbali na kumuathiri mtu binafsi, inaweza kuathiri watu wanaomzunguka pia, kulingana tu na changamoto yake binafsi hiyo ya kuchoka kiakili zaidi. Sana sana, kwa sababu kama nilivyogusia awali, unavyochoka kiakili hata utendaji wako wa kazi unakuwa kidogo, unapungua. Lakini hata ile hamu ya kufanya vitu vingine ambavyo ni vya kijamii, ulikuwa unapenda kushirikiana na wengine. Kwa mfano, tutoe tu mfano kwa mtu ambaye anasonona. Mtu ambaye anasonona, depression. Na ndio hao unasikia labda huyu amejiua, amefanya hivi. Wale watu ambao hawezi kujichanganya na watu wengine kwenye masuala mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo itamgusa mwajiri, itamgusa mzazi, itagusa watoto, hakuna sehemu itaacha. Yaani kila sehemu afya ya akili inagusa. Mtu anaposhindwa kufanya kazi vizuri kazini, maana yake mwajiri wake hata muelewa. Asipomuelewa, inaweza ikatokea changamoto ya kupoteza ajira. Akipoteza ajira, familia yake inaathirika. Na yeye mwenyewe anaathirika. Kwa hiyo na jamii husika inaathirika moja kwa moja. Kwa hiyo hii sio changamoto ndogo, ni kubwa sana. Inaathiri kila sehemu. Yes. Natamani kufahamu sasa hapa, kabla ya pengine ya kumfikia mwanasaikolojia, ni vitu gani mtu anaweza kuvifanya pindi anapokuwa amejigundua kwamba amechoka kiakili? Yaani vile tu vitu binafsi viwili vitatu ambavyo anaweza kuvifanya pindi atakapokuwa amejigundua amechoka kiakili sana. Unapogundua kwamba umechoka kiakili, kwanza tafuta sababu iliyokusababishia wewe kuchoka kiakili. Hiyo ni ya kwanza. Ukishajua pengine mimi sijaenda likizo, au sijazoea kudelegate kazi, siwezi yani mimi ndio nikifanya kazi na hisi kwamba nimefanya kazi sawa sawa. Perfectionism. Yaani mtu ambaye yeye anajua akiwepo yeye ndio mambo yanaenda. Hiyo ni changamoto. Ukishagundua kwamba uko hivyo, unaanza kujifunza namna ya kugawa kazi kwa wengine ili nao wajifunze wakupunguzie majukumu. Lakini pia ukishagundua hiyo tatizo, sasa angalia namna ya kutafuta wataalamu. Hiyo ni muhimu sana. Unaweza ukajipa relief nyumbani. Pengine ukasema okay, nilikuwa sipumziki, nitafute likizo nipumzike. Lakini ni nini hasa pengine ambacho kimekupelekea kufikia hapo? Ukiongea na mtaalamu anaweza akakupa mkadiscuss na kujua changamoto imebezi wapi zaidi, kuliko wewe kuanza kufanya mambo mengine ambayo pengine yatakupa relief. Na unajua tuko tofauti. Na kila mmoja huwa na namna yake ya kupumzika. Ndio maana watu wengine tunasema wanaingia kwenye risky behaviors. Lakini kwa ujumla wake, tafuta chanzo cha tatizo lako. Kufanya mazoezi madogo madogo huwa pia yanasaidia kuchangamsha akili. Lakini pia socialization, networking, kujichanganya na wenzako. Hiyo nayo waga inasaidia sana kupunguza yale mambo mengi kichwani. Pia kuangalia kila kitu ambacho ni interest yako, hobby yako,
Kuna wengine waga wanasahau kabisa kwamba nilikuwa napenda nini. Jamani, nimekuwa nikiwa napenda nini. Mambo yanakuwa mengi, majukumu yanakuwa mengi. Kwa hiyo unajikuta hata kile ulichokuwa unakipenda taratibu kinafanyaje? Kinapotea. Au ile hobby inaishia kwenye CV tu, pengine aliandika. Katika utekelezaji hakuna kwenye utekelezaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaturudisha nyuma sana. Sababu tunapofanya pengine kujua changamoto ilianzia wapi, hilo nalo huwa ni swali mojawapo. Kwamba ulikuwa unapenda kufanya nini kabla ya situation hii ambayo unapitia. Hii hali unayopitia sasa hivi. Kabla ya hapa ulikuwa unapenda kufanya nini? Atakwambia nimesahau. Sasa muda unakwenda kweli kweli, na zimesalia takriban dakika 6 hivi 7 ili kuweza kukamilisha News HQ kwa siku ya leo. Naona hii free mind tukiongeze muda hivi tena tuweze kibenchi kwa kirefu sana. Natamani sana kufahamu kuhusu Tumaini Counseling and Psychotherapy, kwa maana kama sehemu ya kituo cha ushauri na saha. Kwenu ni namna gani ambavyo sasa mnahakikisha kwamba mnashirikiana na jamii katika kuhakikisha mnaokoa akili za watu, tuseme sasa ni kuziokoa, kama changamoto hii kwa sasa kuwa imetajwa kwamba ni changamoto ambayo ni kubwa sana? Ndio. Sisi tunatoa elimu. Tunatoa elimu kwenye vyombo vya habari, tunatoa elimu kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii. Tunafanya kutoa elimu sana. Lakini pia tunatoka nje. Tunaenda kutoa elimu kwenye vituo mbalimbali, mashuleni, tunaenda kutoa elimu, sehemu za kazi pia tunaenda kutoa elimu, maofisini, tunatoa elimu. Kwa hiyo Tumaini Counseling ni sehemu ambayo tunafanya huduma za kisaikolojia na afya ya akili kwa ujumla. Tunafanya couple sessions, tunafanya one on one, tunafanya huduma ya mtu mmoja mmoja. Yule ambaye haelewi couple session, jamani, wale wapenzi ama wanandoa, wapenzi waoneni wana saikolojia wasaidie sometimes. Sio kila siku mnajikuta mnakorofishana, kumbe ipo shida kabisa. Nimeona pia kupitia account ya Tumaini kwamba mmeandaa kama event ama niseme tukio ambalo litawakutanisha watu pengine kwa ajili ya elimu. Hii tukio mmeliandaa, ni utaratibu wake uko vipi? Kuna namna mbalimbali ya kupumzisha akili. Kama nilivyosema, kuna namna tofauti tofauti. Unaweza ukawepo kazini hapa, akaja mtaalamu wa afya ya akili, akaweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Lakini tunaposema tunaenda nje ya vituo vya kazi, ile kutoka tu nje ya vituo vya kazi inakuwa ni sehemu nzuri zaidi kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya akili kuwa sawa. Sasa kuna hii tunaisema ni retreat dinner. Hii retreat dinner itakuwa na wataalamu wa afya ya akili, wana saikolojia. Na kwa nini tumeita retreat dinner? Kwa sababu itakuwa na tips za masuala ya kisaikolojia, masuala ya afya ya akili. Ukija pale utapata nafasi ya kuuliza. Na namna utakavyouliza ni namna ya kipekee kabisa. Tutakuwa na nafasi ya kuwapa kuna namna tumeandaa wageni wetu watakapofika watakuwa na sehemu ya kuandika vile vitu ambavyo wanataka kupata majibu. Kwa sababu tunafahamu sio wote ambao wana uwezo wa kuongea na kuweka wazi mambo yao. Ndio tunarudi kule tumejengwa vipi na jamii. Kwa hiyo tutapata nafasi nzuri sana ya kuongea na wanasaikolojia na kujibiwa maswali. Lakini kutakuwa na chakula kizuri. Ukija hapo kutakuwa na chakula kizuri, muziki mzuri. Kwa hivyo utarudi nyumbani, utarudi kazini kwako ukiwa una afya ya akili iliyo bora zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wote wanaotusikia kufuatilizia kwenye peji yetu ya Tumaini Counseling. Lakini kwa kuuliza zaidi unaweza pia kutaja namba yako pengine, ili kama kuna watu ambao wako nje Dar es Salaam pia na wanahitaji huduma ya kisaikolojia zaidi pia waweze kukatafuta. Lakini pia kama wapo watu ambao wapo hapa Dar es Salaam na wanatamani sana kushiriki katika hiyo retreatment ambayo tunasema kwamba ni sehemu ya kuhakikisha kwamba akili inapata utulivu kwa namna moja ama nyingine, unaweza basi kuwatafuta Tumaini kupitia namba ambazo Madam Philis hapa atazitaja.
Sawa sawa. Emi, namba yangu ni Vodacom 0752 27 67 83. Nitairudia tena 0752 27 67 83. Karibu sana Tumaini Counseling. Niulize kuhusu event ya retreat dinner, niulize kuhusu huduma za kisaikolojia. Na kushukuru sana Madam Fides Filbert hapa, na ulikuwa wakati mzuri sana leo. Niseme